Kwa majina naitwa Mheshimiwa Nicholas Orot, MC wa Borat Ward. Kwanza kabisa mimi nataka kuchukua hii fursa kumshukuru Mungu yule ambaye aliweza kuniokoa katika jambazi ambaye alikuwa ametumwa kunimaliza maisha. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uhai. Na pia nataka kuchukua fursa hii kushukuru wananchi wa Isiolo ambao wamejitokeza na viongozi ambao wamejitokeza kukashifu tukio ambayo la uoga, ambayo la kumaliza mheshimiwa. Kama usalama ya waheshimiwa ambao wameteuliwa iko katika hali hatari, je, yule raia wa kawaida maisha yake iko namna gani? Kwa hivyo nikiongelea kwa jumla ni kwamba kaunti yetu ya Isiolo usalama umedorora sana. Usalama umedorora sana na watu wengi wako na silaha ya haramu. So sisi tulikuwa naomba idara husika ya DCI pamoja na security agency wangeharakisha, waweze kuharakisha ule uchunguzi ambao walianzisha ufanyike haraka, kwa sababu najua DCI iko na uwezo ya kutoa ule mhalifu, kwa sababu kuna mitambo pia hata ya kuweza kunakili, yani ili kukamata ile simu zilikuwa karibu na mimi. Kuna hiyo nini, na mimi najua hiyo hali ikifanyika kwa haraka inaweza toa ile taharuki, ama inaweza saidia kujua cha muhimu yule mtu alikuwa na nia gani. Kwa sababu kitu ya kwanza, mimi hakuna mtu mimi nimewahi kosana nayo. Sina ugomvi wote ambaye nimewahi gombana na mtu. Hakuna deal ambayo nimefanya na mtu. Hakuna mambo ati niliona wengine, nilisikia wengine walikuwa wameandika mambo ya family issue, mambo ya land. Sisi kwetu hatuna issue na land. Kila mtu ako na land, na sisi kwetu hapa land ni kubwa. Na hata kama nikununua huko na si pesa nyingi. So hiyo mambo ya land hakuna. So mimi ningependa kabisa idara ya DCI iweze kuharakisha kabisa, itoe yule mtu aliyofanya hiyo kitendo, kwa sababu asipotoa huyo mtu bado usalama wetu iko katika hali mbaya. Tuko katika hali ya wasiwasi. Viongozi kama sisi ni viongozi ambao tumeteuliwa na wananchi kuwakilisha wananchi, kuongelea mambo yale kuweza kusaidia mwananchi kimaendeleo, kimaisha, kivyovyote ile, kiusalama. Na kama viongozi ambao wameteuliwa wamepigwa kura, wanaweza simu wasiweze kuongea. So sasa nani ataongea kwa niaba ya mwananchi? Nani anaweza ongelea mambo ya maendeleo ya nchi? Kwa hivyo hiyo kitendo sio kizuri. Tunalaani hiyo kitendo kabisa kwa yule mtu ambayo alipanga hiyo kitendo ambaye ni kitendo ya uoga ambaye haijawahi tendeka Isiolo. Haijawahi tendeka kabisa. Mimi nilikuwa na usalama na kila mtu, nilikuwa natembea free, nikidhania mimi sina shida, lakini nimekuja gundua kumbe watu wako na uadui na mimi. Kwa hivyo ningeomba hawa watu waweze kuchunguza haraka sana. Hiyo kitu ifanyike kwa haraka, iweze kutuliza, itoe ile dukuduku kwa mioyo za watu, kwa sababu watu wengi wako na dukuduku. Watu wengi wameuziwa uoga. Hivi sasa najua hata hiyo mahoteli watapoteza customers. Na ningeomba mahoteli zote ambaye kubwa ambaye watu wanalala, ni aibu na ni kitendo cha ajabu kwamba ati hoteli CCTV haiwezi record, haiwezi capture ile kitendo ilikuwa inafanyika. Hiyo ni aibu sana, kwa sababu kama hiyo CCTV ingekuwa ina capture, ingekuwa ni swala rahisi sana, ingekuwa hii kitu imeshajulikana kitambo. So wale wenye hoteli waweze kuhakikisha CCTV zao zinafanya kazi. Itakuwa ni vyema na itasaidia hata sisi, ama itasaidia idara ya security kuweza kurahisisha uchunguzi wao. Kwa hivyo mimi saa hii naendelea vizuri. Mkono si mbaya, mali nilifunjwa, sababu nilifunjwa mkono, kuna vidole imevunjika. Pia kuna risasi nilipigwa katika bega, iko ndani hajatolewa. Hope hiyo risasi itakuja tolewa. Na saa hii siendelee vibaya, nasikia na kuna nafuu, kuna mabadiliko. Nalala vizuri. Kwa hivyo hata ile uchungu nilikuwa na hapo awali imepungua kwa sasa. Kwa hivyo hali yangu si mbaya, hali yangu ni mzuri. Niko karibu kurejelea katika kazi yangu.
Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu sana. Nashukuru Mungu na ningeomba serikali kuu kiongozwa na Waziri Murkomen afalie Isiolo juga vile rais alikuwa amesema. Wakati rais alikuwa huko alisema Isiolo si kuzuri. Kweli Isiolo si kuzuri, kuna madawa za kulevya imejaa nyingi na vijana wetu wengi wameharibika. Na hiyo hali inaweza, lakini ile hali yangu haikuwa ya kiukora. Kwa sababu ile yangu ilikuwa ni political assassination. Kwa sababu kama ingekuwa ni hali ya ukora, yule mtu angekuja kuniitisha pesa, angeniitisha, lakini yule hakuwa na haja. Nia yake ilikuwa ni kunizima roho. Ilikuwa ni kunizima roho na kuhakikisha nimekufa. Unajua saa hii kulikuwa na mambo ya IBC. IBC viongozi walikuwa kwa muda mrefu hakukuwa na IBC, lakini sasa hivi kuna uchaguzi ambayo inaendelea, ambayo umeona vetting imefanyika kwa wale ambao wanataka chairmanship committee. I think hivi karibuni chair akichaguliwa na ile committee, IBC itaanza kazi yake. Kuna viti mingi ambayo MCA, MP, senators wamekufa, kutakuwa na by election. Na yule mwoga alikuwa na hiyo nia ya kunimaliza ndio aweze kupata by election. Lakini hiyo sio njia ya kamili ya mwanasiasa. Mwanasiasa ni yule ambaye anakuja kwa uwanja, tafuta kura yake. Mwananchi ndiye ataamua yule atapatia kura. Kwa sababu siasa si kitu permanent. Siasa ni kitu ya miaka 5, mnarudi pale kwa uwanja, mnaanza kuomba kura. So mwananchi kama aliona yule ambaye alikuwa anafanya kazi, wanampatia nafasi. Wakiona hakuwa anafanya kazi, wanampeleka nyumbani, wanapeleka mwingine. So hali hiyo ya kumkuja ati kuua mwenzako, kumaliza mwingine ati ndio kuwe na by election, hiyo ni hali ya kioga kabisa ambayo inafaa kulaniwa kabisa vikali katika county yetu Isiolo. Na mimi nitaendelea kufanya kazi, sitaogopa, kwa sababu kitu kwanza nimejua maisha ya binadamu iko katika mkono ya Mungu. Kama maisha yangu si Mungu, mimi leo singekuwa. Kwa hivyo najua yule Mungu ambaye ako juu ndio mlezi. Na pia nchi nyingine ningependa kuomba serikali husika, tunaomba MCS ni watu ambayo wanafaa kupewa silaha ya kujilinda na tupewe security. Na tungeomba hata kwa rais wetu ya nchi, tumekuwa na kilia ya MCS pale ya kwamba sisi hatuna security. Kwa wale watu wamechaguliwa wote, the only person ambaye hana security ni MCS. Sisi hatuna. Tungependa tuwe na security, tupatiwe guard yetu ya kuweza kutulinda, kwa sababu maisha yetu iko katika hali mbaya. Ile mshahara tunapata ni mshahara mdogo ambayo hatuwezi uwezi kuandika security. Kwa hivyo tungependa serikali kuu ikiongozwa na my party leader ambaye ni President Dr. William Samoei Ruto aweze kusikia kilio ya MCS. MCS wamekuwa na kilio kubwa sana Kenya, kwamba wanataka wawe na at least maisha mzuri kama wale wengine. Na hiyo ndio tungeomba sisi hali yetu tuangalie usalama wetu. Naomba watu wangu watulie, tuachie serikali waendelee na uchunguzi wao. Wapatie serikali nafasi ya kufanya uchunguzi wao. Lakini Kenya ningeomba sana ni hiyo uchunguzi imechukua muda, waweze kuharakisha tafadhali. Kwa sababu nimesema hapa awali, uchunguzi huo utakapotokea itatoa ile suspicious, kwa sababu kuna suspicious mingi katika wananchi na wanashangaa ili ni nini tukio hili ni kwa sababu gani imetokea. Kwa hivyo ningeomba serikali iweze kuharakisha hii hali, hii uchunguzi iweze kutoa hiyo suspicious katika watu. Kwa hivyo mimi naomba utulivu kwa wananchi wangu wa wodi ya Borat, watulie, tuachie idara husika. Ni ukweli mtu anapokaa mahali moja, station mahali moja kwa muda, kuna ile mtu kufanya kazi mpaka anazoea hali ama anakuwa na urafiki nyingi, so yule mtu anashindwa kufanya kazi. Kwa hivyo tungeomba watu wapya wale wanaweza kuja saidia haraka kuweza kuipeleka maneno. Kuna ile kuzoeana, ile watu wanapokaa mahali moja nazoea, so wanaona kila kitu ni sawa. So hata hiyo hali inachangia kwa mambo ya security. Kwa hivyo sisi tungeomba kuwe na ile mabadiliko. Nimeelezea na nimerecord statement kwa DCI. I think statement yangu iko clear. Mimi nilieleza hapa awali ambayo kwamba nilikuwa pale baada ya kutoka assembly. Tulikuwa assembly na baada ya kutoka pale chemba tukaenda kupumzika ili masaa iweze kufika kuteremka nyumbani. Tulikuja pale kwa hiyo hoteli tukawa na kinywaji cha chai. Tukunywa chai pale, taarifa ikafika
Mimi na ile mwenzangu, mimi niliweza kuambia mwenzangu kwa sababu alipata mwingine akawa anaongea, nikaambia wacheni mimi niende kwangu kwa sababu mimi natoka mbali kidogo. Na wakaniambia sawa bye. Nilipotoka tu kuingia kwenye gari yangu pale parking hapo Galaxy Hotel. Hapo mtu alikuja akiwa amevaa kofia hii ya bodaboda, akiwa amevaa helmet. Helmet alikuwa ameifungua mbele kidogo tu na alikuwa na jacket. Amevaa jacket ambayo kulikuwa na reflector. So mtu aliponigongea kioo, nilikuwa namuona katika kioo, nikadhania pengine ni hao vijana bodaboda. Niliweza kuteremsha kioo kidogo. Kamuuliza unataka nikusaidie aje? Aliweza kunielezea kwamba anataka bazari. Mimi nikaambia saa hii kwa sasa hakuna bazari. Kumaliza kusema tu hakuna bazari kwa sasa, nilisikia tu katikati. Kuangalia nikaona ni pistol, nikamuuliza unataka kufanya nini? Kabla sijamaliza hiyo kitu tayari jamaa alikuwa amenihem. Nikachomoa mkono kuweza kujilinda kwa sababu mkono ni kitu ambayo huwezi kubali hata mtu akinua panga mkono utangulia. So Mwenyezi Mungu alisaidia, kwa hiyo mkono ikawa lile sasa alipiga mkono. Ile wa pili alipohem tena nikaweka mkono akapiga mkono. Ule wa tatu ambaye alinipiga katika bega, akakuja kabisa kwenda kunikainua bega, Mungu ananisaidia kainua bega kabisa. Kanilima kwa bega. Hiyo risasi ikaingia ndani ambayo inakomelea ndani. Nyingine ilivunja mkono na nyingine ikavunja vidole. Kwa hivyo hakuna mengine, na mtu alipomaliza akatoroka. Mbe alikuwa amepaka pikipiki kando ya lami. Kwa hivyo ilikuwa namna hiyo tu. Risasi imeingia kwangu ni risasi 3. Hii ilipiga vidole ikapita, na nyingine ilipiga kwa mkono ikavunja, na huko mwingine ambao ilipiga kwa bega ambayo iko ndani. Lakini kuna kitu ya kwanza kabla hiyo mtu anipige, kulikuwa na I think hiyo risasi iliuma kwa sababu nilisikia kak na ikatoa live, ndio nikaona hiyo pistol. Mimi naona kama ni ile kulikuwa na kitu ilikuwa ingetoka hiyo, lakini kama ilikataa kutoka. So hizo ni risasi kama ukihesabu ya kwanza ni kama ina, kwa sababu hiyo angenipiga tu kwa sababu nilikuwa anawaya. Sikuwa na nini, kwa sababu hiyo ndio ilinifanya nikajua hii mtu ako na pistol. Nikajua hii mtu si wa kawaida, nikajua ni huyu mtu ni mtu jambazi. Ile kitu inaweza maliza speculation ni yule mtu akishapatikana tamaliza speculation. Kweli mimi hapo awali nilikuwa na jina na governor, na mulisikia vile mimi nilikuwa nimeagongana na governor kwa ile msimamo wangu kuhusu mambo ya payroll, kwa ile msimamo wangu kuhusu mambo ya bazari ile nilikuwa nimeongea, na mambo ya pending bills. So ilifanya mimi nikagongana na governor, na mimi nikaweza kuwa suspended katika assembly, nikapigwa suspension ya 6 months, na pia nikatolewa from the whole committee. Na tulikuja tukamaliza haya maneno na governor. Ile suluhu nikarudi assembly, nikarudisha committee zangu. Nilirudi mwezi wa February katikati. So haya maneno tulimaliza. Lakini sasa haya maneno ambayo yametukia hatuwezi kuyajua. The only thing ambayo nasema na nimesema pale inaweza maliza speculations ni mtu akishikwa, na tujue ni sababu gani hiyo mtu alikuwa anakuwa amekuja ametuma kuniua. Alikuwa na nia gani? Ni shida yake ilikuwa ni gani? So ndio tutajua ukweli ule. Kwa sasa hatuwezi jua ukweli uko wapi. Kwangu Borat, shida la kwanza kabisa namba 1 ni mambo ya barabara. Kuna shida za barabara ambayo hasa ukiangalia sehemu yangu ni sehemu ambayo inaleta revenue katika county. Odi yangu ndio ile inaingiza revenue sana nyingi kupitia mambo ya sand harvest. So ile magari zinatumia sana hiyo barabara. Hivi sasa wakati mvua inanyesha, hizo barabara zinachimbika sana. Hizo gari zinashindwa kuingia, na zinaposhindwa kuingia pale kunakuwa na hali watu wangu wengi wanategemea, vijana wengi wanategemea kwa first hiyo nini kupokea hiyo mchanga ndio at least angalau waweze kupata kitu kiasi. So barabara zinapoharibika ile watu wanakuwa na kilio. Mimi napata kilio nyingi. So nafasi ya kwanza mimi ningeomba katika hii bajeti, sababu hata sasa tulikuwa na mambo ya world fund, ni mambo ya barabara, tumeangazia mambo ya barabara. Ya pili tulikuwa tunaangazia kuna dispensary zingine zetu tungependa siwekwe zahanati, ziwekwe dawa. Na nyingine ni mambo ya maji. Maji kuna sehemu zangu ambazo watu bado wako na mashida ya maji. Hizo ndio vitu ambavyo tungeangazia katika hii bajeti ambayo inakuja. Hii ni habari ya Headmaster Networks.
Unatazama Headmaster Networks. Hii ni habari ya Headmaster Networks.